Omba maombi haya, maombi ya kuomba kibali mbele za Bwana, maombi dhidi ya kukataliwa na kukosa kibali mwaka huu. Na leo hii ni siku ya 4 ya mfungo wetu wa siku 5, ambapo tunaenda kuomba maombi kwa siku ya leo. Asubuhi na mapema kabisa tumepata nafasi ya kutoa maelekezo kwa ajili ya prayer point ya siku ya leo ambayo tunaenda kushughulikia. Na ongera sana kwa kuhitimisha siku ya 4 ya mfungo. So far so good. Bwana anaendelea kufanya, Mungu anaendelea kututendea na anaendelea kudhihirisha mambo makubwa kwenye maisha yetu. Sasa ninataka kwamba uombe pamoja nami maombi haya dhidi ya kukataliwa na kukosa kibali mwaka huu. Maombi haya utakapoyaomba, kuna mambo yatasogea, kuna mambo yatabadilishwa, kuna vitu vitatokea mwaka huu 2027, 2026. Kuna mambo Bwana anaenda kuyafanya. Haya ni maombi maalum sana ambayo hutakiwi kuyakosa. Hakikisha uko sehemu ya ukimya, hakikisha moyo wako unaunganika na Roho Mtakatifu, hakikisha pia unaomba kwa imani. Hakikisha sana wewe ambaye umekuwa pamoja nasi madhabahuni kuendelea kuunganika na kumtaka Bwana na nguvu zake. Tuingie kwenye maombi hayo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu uliye hai, asante kwa neema yako, asante kwa rehema zako, na asante kwa nguvu ambayo umetukirimia siku hii ya leo. Katika jina la Yesu Kristo tunaanza hayo maombi. Utakuwa unasema maneno nyuma yangu. Baba uliye mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, ninakuja mbele yako tarehe ya leo nikiwa kwenye mfungo. Ninainama katika neema yako, ninashuka katika uwepo wako, nami ninaomba Roho Mtakatifu katika jina la Yesu, nibatize na kibali cha faida mwaka huu kwa jina la Yesu Kristo. Nakataa kufanya kazi za hasara kwa jina la Yesu Kristo. Nakataa kazi za kudhulumiwa, nakataa kazi bila mafanikio. Mungu uliye hai, niweke mahali pazuri mwaka huu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Niweke mahali patulivu mwaka huu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Niweke mahali penye utele, mahali penye uwingi wa mafanikio na baraka zako katika jina la Yesu aliye hai. Kwa damu ya Yesu Kristo nakemea na kuondoa kivuli cha kukataliwa, kivuli cha kukosa kibali juu yangu, juu ya juhudi zangu na juu za hatua zangu zote katika mwaka huu kwa jina la Yesu. Vivuli hivyo na viondolewa, vivuli hivyo na viondolewa kwenye maisha yangu, kwenye mambo yangu katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu mwenye nguvu, mwaka huu weka uhitaji mkubwa wa huduma na kazi zangu mioyoni mwa watu kwa kiwango cha juu, zaidi na zaidi, zaidi na zaidi, zaidi na zaidi. Weka huduma na viwango, kazi na kila chochote ninachokifanya mioyoni mwa watu kwa kiwango cha juu sana, cha juu sana. Ni katika jina la Yesu Kristo lenye nguvu, lenye nguvu. Maana neno lako linasema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati ya kwamba nitakuwa kichwa na wala si mkia, nitakuwa juu tu na wala si chini. Ni katika jina la Yesu, ni katika jina la Yesu, ni katika jina
la Yesu. Bwana wangu na Mungu wangu, Mungu wa kibali, Mungu mwenye mafanikio, Mungu mwenye kuwawezesha watu wake, katika jina la Yesu Kristo, nipe kazi nzuri mwaka huu kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nikutanishe na watu sahihi, nikutanishe na watu muhimu, watu wakuu, watu sahihi, watu wazuri mwaka huu. Nipe fursa nzuri mwaka huu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nipe fursa, nipe fursa, nipe fursa. Nikutanishe na watu wazuri, na watu sahihi, na watu sahihi. Neno lako linasema ya kwamba mataifa wataijia nuru yako, mataifa watakujia, mataifa watakujia na wafalme wao wakiongozana nao, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Wewe umesema katika neno lako kwamba utajiri wa mataifa utanijilia, utajiri wa mataifa utanijilia na wafalme wao wataambatana nao, katika jina la Yesu aliye hai. Baba uliye mbinguni, 2000 mwaka huu Bwana, mwaka huu Bwana, nionyeshe wema wako, nionyeshe uzuri wako. Amuru wema, amuru fadhili zako kunifuata mwaka huu, ni katika jina la Yesu, ni katika jina la Yesu. Kwa kibali cha Mungu mwaka huu hautakuwa mgumu kwangu, kwa jina la Yesu. Kwa neema ya Yesu Kristo mwaka huu hautakuwa wa mateso kwangu, kwa neema ya Yesu Kristo na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Mwaka huu hautakuwa mwaka wa mateso, hautakuwa mwaka wa kilio, hautakuwa mwaka wa uonevu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Laana ya kukosa kibali juu ya siku zote, wiki zote, miezi yote, miaka yote, kwa jina la Yesu. Mwaka huu, mwaka huu, mwaka huu ninapokea baraka, mwaka huu ninatembea katika baraka, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Laana ya kukosa kibali siku zote, laana ya kukosa kibali wiki zote na miezi yoyote ndani ya mwaka huu, dhidi yangu, dhidi ya kazi yangu, dhidi ya ustawi wangu, dhidi ya huduma yangu, dhidi ya mambo yangu, kwa jina la Yesu ivunjike, kwa jina la Yesu. Laana hizo zivunjike kwa jina la Yesu, laana hizo zivunjike kwa jina la Yesu aliye hai, kwa moto wa Mungu, kwa moto lao, kwa moto lao, kwa moto lao, kwa moto lao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nakuomba nipe kibali cha viwango vya juu katika mwaka huu, kwa jina la Yesu Kristo. Fungua malango, fungua malango, fungua malango ya viwango vya juu, fungua malango ya viwango vingine kwenye maisha yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mwaka huu Bwana uyafungue, uyafungue kwa jina la Yesu. Nifungulie mioyo ya watu nikubalike, kwa jina la Yesu. Nifungulie mioyo ya watu nikubalike, kwa jina la Yesu. Kazi zangu zikubalike, kazi zangu zikubalike, biashara yangu ikubalike, biashara yangu ikubalike, huduma zangu zikubalike, zikubalike mwaka huu, zikubalike mwaka huu kwa viwango vya juu sana, 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 katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu mwenye kibali, Mungu mwenye nguvu, kwa kibali chako, kwa kibali chako nakataa kurudi nyuma, kwa jina la Yesu. Nakataa kurudi mkono mtupu mwaka huu, nakataa kurudi mikono mitupu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Nipe kibali cha miradi, nipe kibali cha miradi Bwana, nipe kibali cha project, nipe kibali cha project katika jina la Yesu Kristo. Nipe kibali cha kazi katika jina la Yesu Kristo. Nipe kibali cha ajira katika jina la Yesu Kristo. Nipe kibali katika biashara katika jina la Yesu Kristo. Nipe kibali katika shughuli zangu mwaka huu katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo nakemea roho zote za kukosa kibali na kwa watu, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nakemea roho za mimi kukataliwa katika jina la Yesu Kristo. Kazi zangu na huduma zangu Bwana hazitakataliwa, hazitakataliwa. Nakemea roho zinazofunga mioyo ya watu dhidi yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa kibali cha Bwana nitaingia, kwa kibali cha Bwana nitatawala mbele yao, kwa kibali cha Bwana nitamiliki katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Vyote ambavyo Bwana vimekuwa vikichelewa mwaka huu, natamka spidi ya kimungu
kimungu, natamka uharaka wa kimungu, supernatural speed katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, supernatural abundance katika jina la Yesu, utele wa kiungo katika jina la Yesu. Kwenye maisha yangu sitapungukiwa na kitu mwaka huu kwa jina la Yesu. Sitapungukiwa na afya kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Sitapungukiwa na uchumi kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Sitapungukiwa na furaha mwaka huu katika jina la Yesu aliye hai. Sitapungukiwa na amani mwaka huu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sitapungukiwa na kicheko mwaka huu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Sitapungukiwa na ushuhuda kwa jina la Yesu aliye hai. Sitapungukiwa na uzao kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Sitapungukiwa na biashara kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante Roho Mtakatifu. Asante Mungu aliye hai kwa neema na rehema zako, kwa uweza na nguvu zako. Hakuna mwingine aliye kama na wewe. Wewe ni Mungu mwaminifu, vizazi hata vizazi, vizazi hata vizazi, vizazi hata vizazi. Ni katika jina la Yesu Kristo mwaka huu nakataa kurudi nyuma, nakataa kurudi nyuma kwa jina la Yesu Kristo. Wewe Bwana unishike mkono, wewe Bwana unishike mkono. Ninatabiri juu ya maisha yangu ya kwamba nitafikia kwenye bonde nililolitamani, nitafikia kwenye bonde Bwana aliloniandalia, nitafikia kwenye kilele ambacho Bwana amekusudia nifike. Ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai ninaomba nikiamini. Asante Baba, kwa maana maombi yangu umeyasikia. Asante Mungu, kwa maana maombi yangu umeyasikia, na neno lako linasema ya kwamba lolote tuombalo kwa jina lako tuamini kwamba yamekwisha kufanyika, kwamba Baba amekwisha kutupatia. Nami ninakushukuru kwa maana tayari umetenda. Ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi na Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Unaweza ukarudilia maombi hayo mara pili, mara tatu, kwa kadri ambavyo utakavyoongozwa na Roho Mtakatifu. Hayo ni maombi ambayo ni maalum sana, ni maalum sana. Hakikisha unawatumia wanafamilia, ndugu zako wote kwa ajili ya kusaidiwa na Bwana mwaka huu. Hayo ni maombi dhidi ya kukataliwa na kukosa kibali mwaka huu. Kwa hiyo hakikisha kwamba unaunganika na unaendelea kuomba kwa kurudilia maneno haya. Mungu akubariki sana. Unaweza kuwasiliana nasi ikiwa unahitaji ushauri wa kiroho, unahitaji maombezi, unahitaji kuokoka, kumpokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Popote pale ulipo duniani tunakufikia. Hii ni huduma ya maarifa na maombi, na mimi ni mtumishi wa Mungu na mwalimu Joseph Lwamwe, na neema ya Kristo iendelee kuongezeka kwenye maisha yako. Mtu wa Mungu, kama kuna wakati wa kumpokea Yesu, wa kumkumbatia Mungu, ni wakati huu. Mpokee Yesu sasa, awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Akusaidie, achukue mizigo yako, akupe furaha, akupe amani, akupe utulivu, akupe utajiri wa mbinguni. Wasiliana nasi kwenye namba zetu za mawasiliano ambazo ni alama ya kujumuisha 27786243718. Popote pale ambapo unapotusikiliza, huduma hii inakufikia kwa njia hii ya mtandao kabisa. Na wewe ambaye unatamani kuachilia sadaka yako, unaweza ukaachilia sadaka yako kwa namba zetu hizo, ama ukawasiliana nasi kwa maelekezo. Mungu akubariki sana na Yesu aweze kukutunza. Wewe ambaye unatusikiliza kutokea hapo YouTube, hakikisha kwamba una subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uendelee kupata mafundisho na maombezi na mambo mengi sana. Mungu akubariki sana. Subscribe hapo, bonyeza alama ya kengele, lakini pia share kwa wengine. Wewe ambaye unatusikiliza kutokea WhatsApp, kwenye madhabahu ya maarifa na maombi, ama kwenye kundi lolote lile, hakikisha kwamba mtu wa Mungu unaendelea kuwagawia na wengine. Mungu akubariki. Ninakupenda, lakini ukweli ni kwamba Yesu Kristo anakupenda zaidi. Uwe na wakati mzuri. Amen.